Karibu katika shule ya Biblia. Leo Jumapili tarehe 21 Februari mwaka 2021. Tunaendelea na kitabu cha Yohana, tuko kwenye mlango wa 15. Leo ni wiki ya 3 na inaonekana hatutamaliza sura 15 Yohana 15 hataimaliza leo. Tutaendelea mpaka wiki ijayo, tutaingia mara wiki ya 4. Wiki ya 4 humo. Na tunaendelea na ile sehemu ya mwanzo pale iliyoanza akisema mimi ni mzabibu na ninyi ni matawi na baba ni mkulima. Tulijifunza wiki ya kwanza habari za kuwa ndani habari za tawi kwamba ni jukumu la tawi kuzaa matunda, lakini halitazaa mpaka limefika ndani ya shina ambalo ndo Kristo. Na wiki iliyopita tukawa tumejifunza matunda hasa ni nini. Na kwa sehemu kubwa tuliona kwamba sehemu kubwa ya matunda yetu ni tunda. Mwembe unazaa mwembe, embe. Tunda ni tunda la Mkristo ni Mkristo mwingine. Tunda la Mkristo ni Mkristo mwingine. Tunda linazaa tunda lile lile. Embe linazaa embe. Halizai kitu kingine. Kwa hiyo tukaona kwamba matunda yapo mengine madogo madogo, kwa mfano maisha yetu mazuri, lakini yale ni matunda ya Roho Mtakatifu katika sisi, sio matunda yetu sisi. Ni kazi ya Roho Mtakatifu, lakini Roho Mtakatifu anapozaa ndani yetu basi ndipo tunaweza kumzalia Mungu matunda. Kwa hiyo tulijifunza wiki iliyopita hiyo habari, na leo tutaendelea na sehemu kama hiyo. Kwa sababu nimeshinda kabisa kusogea, sehemu ina hekima kubwa sana. Kwa hiyo tutagusa sehemu fulani katika maandiko ya hayo tuliyojifunza wiki mbili zilizopita, na twende kwenye mstari ule wa 3. Yohana 15:3 anasema hivi. Huu mstari hatakuwa tumeufafanua, kwa hiyo ndio tuanzia pale. Mstari wa 3 anasema, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa hiyo unaona huo mstari kidogo umetofautiana na mistari mingine iliyotangulia na iliyokuja baada ya hapo. Mistari mingine ilikuwa inaongelea habari za mzabibu, na kwamba mzabibu usipokuwa ndani ya matawi ya mzabibu yasipokuwa ndani ya mzabibu basi hayazai, basi yatatupwa motoni, yatakauka, yatanyauka. Lakini tunaona humu katikati anaingiza habari mpya. Iko tofauti. Nikaona huo mstari unahitaji tafakari ya wakati mwingine ya peke yake. Anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kwa ufupi hoja tunaipata leo ya kwanza, tunatakaswa na neno. Yani Ukristo wetu unapimwa katika kiwango cha neno lililomo ndani ya maisha yetu. Leo hii Ukristo wa watu unapimwa hata kwa mavazi. Kuna watu wanajulikana kwa kuvaa nguo fulani ndio wanakuwa Wakristo. Mavazi. Kuna dini fulani hasi kama mnaifahamu, wanavaa suruali nyeupe, kofia nyeupe, suruali nyeupe, shati nyeupe, na kina mama magauni meupe, na naambiwa na nguo nyingine za ndani wanapewa pia nazo lazima zitokee kanisani nyeupe. Mavazi tu. Suluamu kuna makanisa wana magauni na makoti wanavaa ndipo wanaenda kuabudu. Kristo anasema ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno. Ni neno la Kristo. Na neno la Kristo ni nini? Ni mwanzo mpaka ufunuo. Kwa hiyo ukiona kuna mtu au ni ibada au ni Mkristo vyote vile au ni dini wanashughulika labda na vimaneno viwili vitatu au kitabu kimoja au vitabu fulani sehemu nyingine hawasomi, ujue hawajatakasika. Leo hii kuna watu wanataka kutakaswa na nyimbo. Tuleteka wimbo fulani. Sawa, nyimbo zinapoimba zaburi, zikaimba neno, zikaimba tenzi za rohoni, vitu vya namna hiyo. Lakini lazima yani kimsingi msingi wake ni neno lile. Na huwezi kuimba Biblia yote. Kwa hiyo Biblia yote unaweza kuisoma lakini huwezi kuimba yote. Kwa hiyo bado hata kama ni nyimbo, na leo nyimbo za leo ni nini? Ni Bwana ataniinua, Bwana atanipa siji nini, aliyekuwa ananiona mwaka jana ataniona mwakani nikiwa nimeshainuliwa na nini. Bado ni tamaa za mioyo ya wanadamu. Kwa hiyo
lazima turudi pale tujue hasa kitu kinachotutakasa. Na mtu anapoenda mbele ya Kristo, lazima atakaswe. Sasa watu wanataka kufika kwa Kristo, sawa, wanataka kutoka huko duniani, sawa, wako hivyo. Lakini wakifika kwa Kristo wanataka kuendelea kuwa wachafu. Hapana, anasema mkija kwangu lazima mtakaswe na neno langu. Hatuoni Kristo anawaambia ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya zile sadaka mlizonitolea. Hasemi ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya zile nyimbo mlizoniimbia. Hasemi ninyi mmekuwa safi kwa sababu mlikuja kanisani. By the way, kuna watu wanasema bwana ulikuwa unahubiri katikati, wasema sikuwajua nini. Kwa sababu mlikuwa hamsikii neno langu. Kwa hiyo tunaona muda wote Kristo hafichi, anapambanua, anaweka wazi, anasema kitu kinachotakasa ni lile neno. Angeweza kama vingekuwa vitano angevitaja, angesema ni kwa sababu ya lile neno na kile kitu na kile kitu. Akasema pana ni lile neno peke yake. Sasa kwa mfano tuko hapa tulishajifunza tulishahubiri kitabu cha Isaya sura 66. Na sasa nikasema hakuna kanisa linalofanya. Kwa hiyo hata tukiwaambia cha kufanya tuna haki. Tumeshasoma kitabu cha Mathayo, tumeshasoma Tendo la Mitume, tumeshasoma Korinto wa kwanza, tumeshasoma Walawi, tumeshasoma Samueli wa kwanza, tuko tunamalizia kitabu cha Mwanzo, tunasoma Yohana. Hii ni wiki lazima tuichakate Biblia yetu, tusome lile neno. Kwa hiyo tunakuwa tuna haki kusema kwamba tuko tunatakaswa. Kwa sababu Kristo ndicho alichosema, mnakuwa safi kwa kutakaswa. Lakini mtu anakuambia mimi nimesoma Zaburi ya 23. Umetakaswaje? Hem tuende sehemu nyingine, tuende katika kitabu cha Yohana hii mlango wa 17. Mstari wa 17. Neno la Biblia huwa halitokei mara moja, analirudia sehemu nyingine ili kusudi usiwe na tashwishi, usiwe na wasiwasi, usidhani kwamba labda alikosea. Hapana. Mstari wa 17 anasema hivi. Yohana 17:17 anasema uwatakase, habari za utakaso. Ninyi mmeshakuwa safi. Kuna amesema ninyi mmekuwa safi kwa sababu ile neno nilowaambia. Leo hii anarudia lile. Anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Anaendelea kusema kitu kingine au ametofautisha. Uwatakase, hajasema uwatakase kwa kale ka wimbo, uwatakase kwa kale. Hata hizo sala kimsingi hazitakasi. Kwa sababu sisi tunakuwa tunamwambia Mungu, yeye anatutakasa kwa kutoa kitu chake. Mungu hatoi sala kwetu, sisi ndio tunamtolea. Kwa hiyo tunapokuwa tumechafuka, tunatakiwa tupate kitu kisafi kutoka kwake. Ambacho anachokitoa Mungu ni neno, sio sala. Sisi tunamrudishia kwa sala. Leo hii unaweza kukuta nyumba za Wakristo wengine kulala kuambia tunasali. Yaani hamjatakaswa kwa sababu hamjapata utakaso na tunachafuka kila siku, kila masaa. Kwa hiyo kila kiwango cha neno tunalokipata ndivyo tunavyoendelea kutakaswa. Anasema watakase kwa ile kweli neno. Ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya lile neno. Huoni kwamba kuna vitu vingine na viingiza mle. Anaongelea habari za kutakaswa, habari za kuwa safi na kitu anachokitumia ni lile neno. Lakini leo makanisa, ukitaka kugombana makanisa, waambie neno la Mungu. Waambie Isaya, waambie Zakaria, waambie maneno fulani yanayowafurahisha kwenye hiyo vitabu. Hapa mtaelewana. Kwa mfano, tumetoka kusoma ngoja niweke hapa pia. Kwa mfano ukiwasomea watu wa makanisa kitabu kama cha Amos pale tulikuwa tumesoma leo, ukawasomea Amos mfano tu. Amos 5 ukawasomea mstari ule wa tuanze 21 anasema mimi nazichukia sikukuu zenu nazidhalau nami sitapendezwa na makutano yenu ya dini. Wanakuambia huo mstari sio mzuri hatutaki. Wanakataa. Lakini umo kwenye Biblia anaendelea anasema naam ijapokuwa mnanitolea sadaka zenu za kuteketezwa na sadaka zenu za unga sitazikubali. Wanasema hapana hapo umetukosea. Hilo neno halifai. Ndio makanisa karibu yote. Imeandikwa lakini hilo neno ndio linalotakasa. Maana yake Mungu anakuambia kabla hujaniletea sadaka sitazikubali mpaka kuna kitu nakitaka. Nataka utakasike. Soma neno langu lote, ulikubali uliishi. Alafu ndipo unaweza kuniletea sadaka. Lakini ukiniletea sadaka zenu, unaenda kutupa. Unaenda kuwapa watu wakale wakashibe wakaote vitambi. Mimi unajipotezea muda wako, ungezira hizo sadaka zako. Je, hapa Mungu amesema kwamba hataki sadaka? Amesema anataka lakini anataka kwanza utakaso wa neno na usafi wa roho.
Lakini wanawaambia huko hawataki kugusa, wanasema hizo sadaka zao. Anasema niondoleeni kelele za nyimbo zenu kwa maana sitaki kuzisikia sauti zenu na sauti za vinanda vyenu. Maneno kama haya makanisa hayataki, lakini ndiko kutakaswa huko. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya hili neno la Amos. Kwamba nyimbo zenu sizitaki, Mungu hazitaki nyimbo za makanisa bila watu kutaka neno la Mungu kwanza. Ninyi mmekuwa safi. Kwa hiyo kabla hujamwimbia nyimbo Mungu, kanuni ya hii Biblia tutasoma hapa. Kabla hujamwimbia nyimbo zako, hujampelekea sadaka zako, soma neno lake lote ulikubali. Soma mwanzo mpaka Ufunuo. Au basi uko njiani unaenda kwenye unamalizia, basi ndio uanze kufikiria kutoa sadaka. Ni sana mtu anaeli mashamba. Unaweza ukaanza kuvuna kidogo hata kabla shamba halijakamilika lote. Lakini angalau umeshafanya kazi kubwa, mazao yameshaanza kutoka. Nenda kasome mwanzo mpaka unakaribia Ufunuo ndio sasa uanze kufikiria kumpa sasa. Na urudie, sio kwamba unasoma mara moja kwa sababu kuna kukumbuka. Neno la Mungu linasema tuona Roho Mtakatifu atakuwa anatukumbusha maneno ya Mungu, lakini ni kutukumbusha yale tuliyowahi kuyasikia tayari. Hakuletei mapya. Tutaona. Tusome Zaburi ya 119 mstari wa 11. Biblia inasema Zaburi ya 119 mstari wa 11, Biblia inasema Zaburi ya 119 mstari wa 11 anasema hivi: moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Unaona Mungu anarudia yale. Kitu ambacho kinatakasa, kitu ambacho kinatufundisha kushinda dhambi ni moyoni mwetu kuliweka neno la Kristo. Unaona huu mstari unaongea kile na muda wote unaona kitu unachosoma ni maneno ya Mungu. Hasemi vitu vingine. Vitu vingine anavipinga. Hebu niambie sehemu yote kwenye Biblia aliposema kwamba mnazidi mmesoma maneno yangu sana mpaka sitaki sipendezwe. Hapana. Hapendezwi na hizo sadaka, hapendezwi na hizo nyimbo, hapendezwi na hayo makusanyiko ya kidini. Unasikia leo kuna mkutano mkubwa wa injili tunakusanyika jangwani, kuna makasege anakuja. Anasema hiyo mikutano siitaki. Ndio maana sipendezwi na makusanyiko yenu ya kidini. Ndio maana ya hili neno. Uwezo kulitafsiri kinyume na hapa. Hakuna. Haya, kama kuna mtu ambaye anatafsiri tofauti na hapa aje. Hawana tafsiri kwa sababu hawajawahi kupasoma. Wakipasoma wanaweza kama angekuwa na uwezo wangepachana. Watu makanisa. Lakini wewe Mkristo unayesikia lazima uwe tayari kusikia kweli ya Mungu ikubali. Hata kama kanisa lako alifanyi hivyo kitu, wewe hutakaa ufike mbele za Mungu ujitetee useme kwamba ni kanisa lilo lipotosha. Hapana. Biblia inasema kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe. Sehemu nyingine inasema kila mtu atalibeba furushi lake mwenyewe. Ukasema kwamba hili furushi la kanisa hili. Hata siku moja. Kila mtu anabeba la kwake. Ukienda ukakuta wako wanakusanyika kwenye mikusanyiko ya dini, wanatoza hizo sadaka, wanaimba nyimbo za upuuzi, anasema ni nyimbo za upuuzi. Huwezi kaendelea humo, tafuta sehemu ambapo kweli ipo. Njoo hapa, tunaongea kweli. Hatufichi. This is truth. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Anaendelea katika kitabu cha turudi kwenye Agano Jipya. Soma katika kitabu cha Efeso mlango ule wa 5:25-26 anasema. Efeso 5. Efeso mlango wa 5 mstari wa 25. Anasema nimesema Efeso ngoja angalia nafikiri wa Efeso okay ni sawa. Anasema enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Unaona maneno ni yale tulikotokea. Okay, kuna vitu vingine anafundisha upendo wa mwanamume kwa mke, mume kumpenda mke wake. Hilo ni wakati mwingine. By the way, mnakumbuka hiki kitabu cha Efeso tulikiachia katikati, mlango wa 5 na 6 tuliuchelewesha kidogo. Tukimaliza Yohana tutarudi pale moja kwa moja na pale tutakaa kweli kweli. Tutakaa, labda tutakaa wiki 10 kwenye sura 2.
Niliona nisubirishe kidogo. Kwa hiyo tunaona kwamba anakuambia utakaso, utasikia damu ya Yesu inatakasa na nini? Damu ya Yesu inatenda mema na nini? Lakini ndani ya hiyo inaitwa neno la damu ya Yesu, hebu tusome pale ili watu waelewe. Anasema hivi, atakase na kusafisha kwa maji katika neno. Yaani anatumia neno maji, damu na nini, ili ni taswira. Kinachotakasa hasa ni hilo neno. Na watu wanapenda wasikie habari za maji na damu ya vinatakasa, huko hawana shida, warudishe kwenye neno. Hii lugha iliyojificha ya mfano na taswira wanapenda, lakini njoo kwenye uhalisia wa neno, hapo mtagombana tena. Wewe Mkristo unayetufuatilia kutokea mbali, wewe ulioko hapa, chukua Biblia yako, sio kazi ngumu. Soma kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, rudia kila mwaka mara moja moja. Utatakaswa kweli kweli. Usitafute miujiza. Kristo alitoka mbinguni kwa ajili ya hili neno kulithibitisha. Na ndio Biblia inasema Yesu ndiye anatutakasa. Ndio Yesu anatutakasa, lakini Biblia inasema jina jingine la Yesu ni neno. Jina jingine la Yesu Kristo ni neno, na atakapokuwa anashuka akuja kutawala kwa miaka 1000, kitabu cha Ufunuo mlango wa 19 anasema alishuka, kwenye paja lake lilikuwa limeandikwa, jina lake lilikuwa limeandikwa neno la Mungu. Ndio jina lake. Lakini watu wanataka wajihudhurishe mbele za Yesu, waende wakatakaswe kwa damu ya Yesu, watakaswe kwa maji na nini, lakini waingize kwenye neno, mmegombana tena. Ni unafiki. Unafiki. Hebu turuhusu tuongee kwa hisia. Tuongee kwa hisia. Jamani, hili neno linatujenga, amina? Litujenge. Ni nani anaweza kusema kwamba kusoma neno la Mungu ni kazi ngumu sana, kama yani ni kazi ambayo kama labda Yesu atakuwa ametuchusha mzigo usio bebeka kwa kusoma sura moja ya Biblia kila siku. Tutakuwa tumetushwa mzigo sana. Ni mzigo mkubwa sana. Hapana. Hapana hata kidogo. Lakini ndio makusudi ya Mungu. Kwa hiyo tumejifunza hayo mambo yote hayo, tutayasonga mbele. Kuna makanisa unaweza kukuta saa 12. Saa 11:30 wako wameshawasha vinanda vyao. Wameshawasha vinanda vyao, wanaimba Bwana nini, wako mbele. Walioinua viduku vyao viko vipanda mpaka juu ya vichwa vyao. Waliovaa vimini vyao na visuruali vyao, wanawake pale. Mungu anakuambia hizo nyimbo sizitaki. Na tumetoka kusoma kwenye Amos. Anasema sitaki kusikia sauti za vinanda vyenu wakati hamtaki kusikia neno langu, na hamtaki kwenda sambamba na neno langu nalosema. Kwa hiyo anasema hivyo sitaki. Amina. Anasema katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa kwanza 5 anasema hivi. Tumalizie mistari inayofanana na kuoshwa na utakaso ambao ni neno. Ufunuo mlango wa kwanza 5 anasema hivi. Ufunuo mlango wa kwanza 5 anasema tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu, mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia, yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake, na ananena kutufanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yetu, utukufu na ukuu na. Kwa hiyo unaona hapa ametumia neno damu, lakini hakuna mtu aliyewahi kuchukua damu Kwa hiyo mtu mwingine anatafuta asikie hili neno, kitu ambacho kimsingi hataweza kuwajibika kwacho. Anasema tunaoshwa kwa damu. Hivi unaweza kumwosha mtu asiyetaka kuosheka? Hapana. Ni kama kumwambia mtu akanywe maji wakati hataki kuyanywa. Utamwandalia, utamwekea mezani, utamfanyia kila kitu, unasema glasi hiyo hapo, maji hayo hapa, lakini hatakuwa. Kwa hiyo Kristo anatosha kwa damu. Lugha nyingine ya neno la Mungu ni damu, kwa sababu jina jingine la Yesu Kristo ni nini? Ni damu. Kwa hiyo ukisema kwamba damu ya Yesu imwagika kusudi tuoshwe, maana yake ni hilo neno limemwagika. Anasema ameisha alimwaga neno lake, roho wake. Jina jingine la Mtakatifu neno la Mungu pia. Anasema maneno haya ninayowaambia ni roho, tena ni uzima.
Unaona kwamba anatuosha kwa damu lakini maana yake halisi katika maisha yetu ya kila siku. Huku nyuma tunatoka kuona sehemu nyingi tu kwamba ndilo neno la Kristo. Ndilo Biblia. Anasema twende sehemu nyingine ambapo wakati mwingine anaongea kama fumbo. Biblia wanasema kwa nini unaongea kwa mafumbo? Anasema ili kusudi wasielewe. Wale wasiotaka kuelewa. Wale wasiotaka kukusanyika katika kanisa wakafafanuliwa. Biblia inasema tunapokusanyika wale watatu, Roho Mtakatifu anakuwa katikati, Kristo anakuwa katikati. Mungu anakuwa katikati yetu. Unajua watatu hao huwezi kuwatenganisha. Mungu Baba yuko hapa pia. Kwa hiyo utaona kwamba wakati mwingine Mungu anaongea kwa mafumbo ili kusudi wale wasiotaka kukusanyika ambapo kwenye kusanyiko ambalo Mungu yupo akafafanua basi waendelee kupotea. Imeandikwa sehemu nyingi, sehemu kama 10 kwenye Biblia. Anasema katika kitabu cha Yohana mlango ule wa 6 mstari wa 51 anasema hivi. Anatumia neno la kimafumbo kidogo anasema hivi. Yohana 6:51 anasema hivi. Yohana 6:51 anasema hivi. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele. Na chakula nitakachowapa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Kwa hiyo watu wengine wanakuambia labda ni ile meza ya Bwana. Sehemu nyingine zinaliwa asubuhi, mchana, jioni, wakati kwa ni chakula cha jioni. Lakini hatima yake yote ni lile neno la Kristo. Hakuna tofauti na hapa. Hatutakaswi kwa vitu vingi, tutakaswa kwa kitu kimoja tu, kwa neno la Kristo. Kwa hiyo ukisema ni mwili wa Kristo, ni mwili wa Kristo kwa sababu Kristo alikufa, akapoteza uhai wake, baadaye akafufuka katika siku ya tatu, baada ya siku 3 akafufuka. Lakini kitu kilichokuwa kimleta ni kuleta ujumbe wa Mungu, ambao ni neno la Mungu. Na hawezi akasema watakase kwa lile neno lako ndio kweli, alafu kukawa kuna utakaso mwingine. Leo hii watu wamejitafutia utakaso tofauti, lakini utakaso wa Kristo uko wazi. Neno la Mungu sehemu nyingine ta mwili wake, sehemu nyingine ta maji, sehemu nyingine ta damu, lakini ndilo neno la Mungu kwa sababu ndio jina la Kristo. Watu waishia hapo hoja hiyo ambayo ilitokana na mstari wako umejitenga ndani ya ile mstari ya mwanzo ile ya mlango wa 15 wa kitabu cha Yohana. Sehemu ya pili sasa, hoja ya pili kwa leo tunaiona inatoka mstari wa 7 mpaka wa 8. Na hoja inasema hivi, mwanafunzi wa Yesu ni yule ambaye neno la Yesu linakaa ndani yake. Kwa hiyo tunarudi kwenye habari za neno hili. Kwa sababu Mungu anaona hii eneo ni la msingi sana, analipa maandiko mengi ili kusudi tuelewe zaidi. Anasema Yohana 15:7 mpaka 8 anasema hivi. Tusome pale. Yohana 15:7 na 8 anasema hivi. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Tuangalie hapa kuna vitu vingapi? Kuna vitu vitatu. Kuna kukaa ndani ya Kristo. Kuna neno la Kristo kukaa ndani yetu. Kuna na kuomba kitu chochote na kutendewa. Hivyo vitu vitatu lazima viwepo ili kusudi haya maelezo ya huu mstari yatimie. Leo hii watu wanataka kwenda kuomba kwa Kristo kila kitu watendewe, lakini maneno yake hajakaa ndani. Aliwaamini mpaka maneno yangu yakae ndani yenu. Leo hii kuna Mkristo ukimuuliza hajui Biblia, hata ukimwambia kwamba yani Biblia ni giza kabisa, lakini anataka Kristo amtendee. Ukifika pale anasema niombee. Yaani kama anataka kumfix Yesu apate baraka, hana tofauti na Yakobo anataka kuchukua baraka ambazo sio zake. Baraka za Kristo ni za watu waliomwamini Kristo, ni watu wake. Hivi unaweza ukatoka hapa ukaenda kudai haki za wananchi wa Namibia wakati wewe sio Mnamibia? Angola, South Africa wanaozamianga kule, lazima upate haki unapokuwa mwenyeji wa pale. Lazima uwe mwenyeji wa Kristo, lazima uokolewe kwanza. Na tunaokolewa kwa neno la Kristo na kumwamini Kristo. Lakini sasa baada ya kuokolewa lazima tukue katika neno, maneno ya Kristo yakae. Msome ule mstari tena. Haki mstari kama hii usipoisoma mara 5 watu wana tabia ya kutaka kama kujisahaulisha. Kwa hiyo lazima urudie ili kusudi mpaka umkae.
mpaka utukae. Hata mimi mwenyewe nayeongea sio kusema kwamba ndio nimeshinda hivyo, hapana. Tunashinda kwa sababu ya hili neno. Anasema hivi. Yohana 15:7, ninyi mkikaa ndani yangu. Sasa ni rahisi kutafuta maana unayojitakia ya kukaa ndani ya Kristo. Wewe nimekaa ndani ya Kristo, nimebatizwa. Nimekaa ndani ya Kristo, ninatoa sadaka. Nimekaa ndani ya Kristo, naenda kanisani. Lakini kaona hiki kipengele hakieleweki. Ngoja nikifafanue vizuri. Anasema na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Muulize Mkristo ni maneno mangapi ya Kristo? Yamekaa ndani ya moyo wake. Hayapo. Kwanza hayapendi. Kwanza hayapendi. Kuna watu wanaenda kanisani kuonyesha mavazi yao. Kuna watu wanaenda kanisani kwenda kukutana na marafiki tu. Kuna watu wanaenda kanisani ili kusudi wasionekane wapagani mtaani kwao. Hana jamani, kweli ninaelewa. Kwenda kwa Mungu sio kazi rahisi sana. Biblia inasema mtu hawezi kuja kwangu isipokuwa amevutwa na baba yake. Ni sawa. Lakini unajua Mungu ametuvuta wote. Ni sisi tu kukubali ule uchaguzi. Ni sisi tu kukubali. Unajua Mungu angeweza kupendezwa kama wote ingekuwa kama kina Petro na Paulo. Sema hatuna imani ya kuwa tayari kufanya hivyo vitu. Kwa hiyo Mungu ameshamwaga roho wake dunia nzima. Wanadamu wote amewaita. Anasema nami nikiinuliwa nitawavuta watu wote kwangu. Sasa ukivutwa usipovutika unabaki. Wanasema ni maneno ya Kristo kukaa ndani yetu ndipo hasa ule uhusiano wetu unakuwa umekamilika. Sasa anasema ndio mnaweza mkaomba chochote nitawapa. Mnaweza mkaomba chochote nikawapa. Kwa hiyo kukaa ndani ya Kristo ni neno lake kukaa ndani yetu. Kukaa ndani ya Kristo ni pale neno la Kristo linapokaa. Lakini utakutana na watu wameshaamua kujifanya, yani ni kama wameshakuwa, yani ni kama Roho Mtakatifu wa Mungu anayekaa duniani. Yeye anakuambia mimi ni mtu wa Kristo ni nini? Lakini amechagua maneno 20, 15, wakitaka kujifanya watakatifu sana wanachagua maneno labda wanazidi Zaburi ya 23. Anaweza kaenda kaongeza hata 6, 7, yakafika vi maneno kama 15. Navyo anavijua kwa uongo, anavijua nusu nusu. Lakini anajipa aina fulani kama ya uaminifu, anajiaminisha tu kwamba maneno ya Mungu yamekaa ndani yake kwa kusoma maneno 12. Mistari 12 tu. Tusio Wakristo wa namna hii. Na hao ndio wale Wakristo ambao anasema wanajihesabia haki. Hebu niwaambie, Daudi aliandika Zaburi zile 150, of course sio zote ni zake. Lakini karibu nilikuwa na hesabu zimefika kama Zaburi kama 130 ni za Daudi. Miongoni mwa hizo Zaburi 130 kuna Zaburi ya 119 na mistari 176. Ni ndefu kabisa. Sawa. Lakini kila siku mbele za Mungu walikuwa na Mungu. Yaani neno la Mungu limejaa kwa wingi, lakini baada anasema Mungu bado maneno yako nayatamani. Hashibi. Wewe utashibaje maneno ya Mungu kwa mistari 15? Amina. Tutashibaje mistari? Tutashibaje za Ukristo wetu kwa Zaburi ya 23? Tena nayo huijui vizuri, unajua mstari, unajua nusu mstari wa kwanza. Huu ni Ukristo mbaya sana na nitaupigia kelele mpaka hatimaye. Mpaka mwisho utakavyokuwa, si ujui. Daudi anaandika maneno ya Mungu mengi, lakini anakuambia neno lako Bwana ni tamu kwangu kuliko asali, kuliko dhahabu safi, kuliko chakula. Lakini wa Kristo kuna nishawaambia kuna mama moja nilikuwa nanunua vitu vyake hapo mjini hapo. Nikaenda nikakuta alikuwa na duka limejaa vitu vingi kweli. Nikamwambia Mungu amekubariki na hivi vitu. Sasa je, wewe unamrudishia nini Mungu? Na nikamuongoza haraka, nilijua anataka kuniambia kwamba anatoa 1500 2200 kanisani huko. Nikaona nimuongoze, nikasema unasoma lile neno la Mungu vizuri. Anasema ndio nasoma. Umesoma neno la Mungu lipi ile? Akamwambia Zaburi ya 23. Anasema hiyo haitoshi. Kama Yesu amesema wazio amri. Anasema okay, hiyo sawa lakini haitoshi. Nenda kauze ulivyo navyo unifuate. Maana yake nenda kaondoe vitu vyote katika moyo wako vya ujinga vya duniani, mimi ndo nikujae. Ndio maana ya Kristo.
Baki kama ni kumfuata hata Yuda Iskariote alimfuata. Unadhani kwamba Yuda Iskariote alimpendeza Mungu kwa kumfuata? Hapana, Mungu alikuwa anaongea kitu kingine zaidi ya hicho. Hakuwa na maana kwamba uende dukani ukauze vitu vyako pale au upeleke sokoni, hapana. Alikuwa anamaanisha kwamba moyo wako futa vitu vingine. Na mfano wake alishaoeleza. Anasema kuna mtu aliona ardhi, aliona nyika, akaenda akauza vitu vyote akainunua. Anasema ndio ufalme wa mbinguni ukajaa katika moyo wako. Kwa hiyo nilikuwa naendelea na hayo mambo mengi, lakini turudi kwamba Mungu anatutaka kukaa ndani ya Kristo. Ni neno la Kristo mwanzo, na sio kila neno la Kristo ukasema sijui Hosea 4:26 neno la Kristo limekaa ndani yako. Hapana. Walawi imekaa ndani ya moyo wako. Waamuzi imekaa ndani ya moyo wako. Yeremia imekaa ndani ya moyo wako. Sura ya kwanza mpaka 52. Isaya imekaa ndani ya moyo wako sura ya kwanza mpaka 66. Amos imekaa ndani ya moyo wako sura ya kwanza mpaka 9. Zaburi zimekaa ndani ya moyo wako. Zaburi ya kwanza sio 23 tu. Zaburi ya kwanza mpaka Zaburi ya 150. Ufunuo imekaa ndani ya moyo wako kuanzia mwanzo mpaka sura ya kwanza mpaka sura ya 22. Biblia yote imekaa ndani ya moyo wako. Kila siku. Anasema mtu anayekuja kwa Kristo lazima ajitwike msalaba kila siku. Mungu huwezi hakuna msalaba bora unaweza kujitwisha kila siku kwenda kwa Kristo kila siku na kumfuata zaidi ya kulisoma neno lake kila siku. Mtu ambaye ataenda akafanya hivyo alafu mambo yasiende sawa aje anidai. Niko radhi nichome moto nife kama nitakuwa nimesema uongo. Nife kabisa. Kinu hii ninachosema ndio kweli. Anasema katika kitabu cha Luka mlango ule wa 6. Luka 6:46 anasema hivi. Luka 6:46. Tuko kwenye Yohana 15 turudi kushoto. Kuna kitabu cha Luka. Luka 6:46 anasema hivi. Sikiliza, Yesu asipopendezwa sana kabisa na maneno haya. Hebu sikiliza mstari kama huu. Na hakuna kitu kibaya kusikia Kristo analalamika. Makini neno la kulalamika hili. Anasema hivi. Luka 6:46 anasema hivi. Na kwa nini mnaniita Bwana Bwana walakini hamtendi nisemayo? Nisemayo, mtu akisema nisemayo maana yake ndio nini? Si maneno. Anasema mnatoka hapa mnaniita Bwana Bwana. Nimemfanya Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Anasema kwa nini unaniita Bwana wako mimi wakati hutendi nisemayo? Hutendi niliyosema katika Kutoka, hutendi niliyosema katika kitabu cha Esther, hutendi niliyosema katika kitabu cha Nahumu, hutendi Biblia. Ndio maana ya maneno haya. Kwa nini mnaniita Bwana Bwana? Leo hiyo Wakristo wanampenda kumuita Yesu Bwana wao hawamwiti. Lakini amependezwa. Kapendezwa na hiyo habari. Anasema kwa nini mnaniita? Na alikuwa anaongea na kina Petro. Sasa unadhani kina Petro walikuwa hawasomi neno kuliko Wakristo wa leo? Maanake kama aliwaambia kina Petro na watu wengine waliokuwa wanamfuatilia pale. Maanake sisi anatuambia zaidi sana. Kwanza wakati huo kina Petro walikuwa hana kitabu kinaitwa Mathayo. Walikuwa hana kitabu kinaitwa Luka, kinaitwa Marko, hawana Yohana. Sasa sisi tumeongezewa maanake tuna jukumu la kusoma zaidi. Temini. Turudi katika Yohana 14. Tulikuwa kwenye Yohana 15 tukarudi kwenye Luka. Turudi Yohana 14 mlango ule wa 21 anasema hivi. Yohana 14 mstari wa 21. Sorry. Yohana 14:21 anasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika yeye ndiye anipendaye. Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Unaona kwamba sasa analiunganisha na amri za Mungu zimeandikwa wapi? Si kwenye neno la Mungu. Amri za Mungu ndio neno la Mungu. Amri za Mungu sio zile 10. Zile 10 zimeandikwa. Neno lote la Mungu ni amri ya Mungu. Kwa mfano kwenye amri za Mungu mle ndani ya zile amri 10 za Mungu hakuna sehemu iliyoandikwa kwamba mtu na kaka yake wasioane. Haimo mle. Lakini imo kwenye Biblia sehemu nyingine. Nayo ni amri. Kwa hiyo kuna watu wengine wanakuambia mimi nashika amri za Mungu ziko 10. Ni kujidanganya. Ni uongo. Anasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika, huyo ndiye anipendaye. Mtu anayempenda Yesu ni nani? Ni mtu anayeshika amri za Mungu.
Anasema yeyote, anasema katika Mathayo 5. Mathayo 5:19 anasema yeyote atakaye zishika amri hizi ndogo na kuzifundisha. Lakini wewe ukienda kwenye makanisa unasema hatuna amri. Hatuko chini ya amri. Ni Yesu mwingine, sio Yesu huyu wa Biblia. Wana Yesu mwingine. Makanisa yale yanajiita si ya kirokole, si ya kiroho, wamezikataa amri za Mungu na wanakuambia hatuko chini ya amri. Sio ndio nini? Kristo anasema yeye aliye na amri zangu na kuzishika ndiye anipendaye. Kwa hiyo hawampendi Yesu. Wanampenda Yesu kwa neno hili. Hawampendi. Kwa sababu yeye amesema, kwani kuna Yesu wangapi? Si yuko mmoja. Anasema kuna Yesu mmoja, ubatizo mmoja, mbingu mmoja. Kwa hiyo mtu anapokwenda kwa taratibu ambazo sio hizi alizosema Yesu, maana yake ana vingine ambavyo sio hii mbingu. Sio Kristo huyu. Twende tutakuwa tumemaliza hiyo hoja. Twende ni habari za neno hilo hilo. Tunaenda katika habari za upendo sasa. Mlango wa 15 na hoja ya kwanza ni mambo ya kuzaa matunda. Na tuliyaona kwenye Jumapili mbili mfululizo. Hoja ya pili tumeona ni neno la Mungu. Sasa tunakuja hoja ya tatu kubwa humu kwenye mlango wa 15 ni habari za upendo. Na kwenye mlango wa 15 ndo kuna ule mstari maarufu sana anasema hakuna aliye na upendo mkuu kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ndipo habari za upendo ziko pale. Of course, kwenye Biblia nzima inajulikana sura inayodili na upendo mwanzo mpaka mwisho. Ni nani anaweza kaitaja kwenye Biblia? Amri ya sura ya upendo kwenye Biblia nzima ni nani anayejua? Tuko kwenye sura ya Biblia. Amri ya upendo, sura ya upendo ni mlango wa 13 wa kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Anasema nijaposema kwa lugha za malaika hata kama sina upendo nimekuwa upatu uvumao. Lakini Biblia imeongelea habari za upendo mwanzo mpaka by the way upendo haupeleki mtu mbinguni. Watu wanakwambia hapana. Upendo ni hatua ya pili, hatua ya kwanza ni wokovu, hatua ya kwanza ni imani. Ni kama mtu kwenda akasema kwamba nataka kujifunza kusoma na kuandika akaenda akajiandikisha chuo kikuu. Huwezi kujifunza. Chuo kikuu wanafundisha ndio, lakini hawafundishi kusoma na kuandika. Hata siku moja. Amina. Wanafundisha sana kuliko sehemu nyingine yote lakini hawafundishi kusoma na kuandika. Ni sana mtu anasema nataka niende mbinguni kwa upendo. Hapana, upendo haukupeleki mbinguni. Kinachokupeleka mbinguni ni imani katika Yesu Kristo. Anasema katika hoja inayofuata inasema inapatikana kwenye mstari wa 9 mpaka wa 14, mstari mingi kwa pamoja nitaisoma lakini tuiangalie. Inasema kumpenda Mungu na wanadamu huwezekana ndani ya kuzishika amri. Hiyo ni hoja kubwa. Hii hoja kama ningekuwa na muda mwingi ningeihubiri ndani ya wiki mbili mfululizo au 3. Lakini nitaimaliza leo kwa sababu ya muda. Tuna mambo mengi sana ya kujifunza. Yesu anasema imenipasa niende hata katika vijiji vingine. Lazima tujifunze vitu vingi. Tutabidi tuje tujifunze dhambi ya uongo. Kwa hiyo hatuwezi kukaa kwenye upendo miaka yote. Tuje kujifunza dhambi ya uasherati, dhambi ya uzinzi, dhambi ya uchawi na vitu vingi. Kwa hiyo lazima hapa tuguse alafu tuende mbele pia. Lakini tutakachojifunza ni kikubwa tu. Nasema katika kitabu cha Yohana 15 mstari wa 9 na 14 anasema hivi. Kama vile Baba alivyonipenda mimi nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Unaona huo mstari wote ni habari za kupenda. Na anasema upendo umeanzia kwa Baba. Anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo langu. Unaona hoja iko pale pale. Upendo una uhusiano na kuzishika amri. Amina. Kwa sababu anasema mkizishika amri zangu, maana hiyo ni kama condition. Yaani ni kama kitu lazima kitimie ndio mambo mengine yaendelee. Lakini hebu niambie wale wanaokuambia kwamba hatuna amri. Upendo utakuwepo? Haupo. Haupo na tutakuja kwenda kwenye uhalisia wa maisha ya kila siku. Hebu niambie mwanaume ambaye anaishi katika maisha ya uzinifu. Labda anakuambia ni mchungaji.
anatembea na mke wa mtumishi wake, anafanya hiki, anafanya kile. Maana yake hazishiki amri, si ndio? Umo katikati kuna upendo atakuwa na utenda hapo katikati. Ndio sababu Mungu anakuambia kwamba upendo umeshikana kuzishika amri. Leo hii dunia watakwambia, dunia zao wanakuambia Bwana nao anakuja mbele anakuambia na wapenda wote. Wakati amejichusha kiduku, wakati amevaa kimini. Wakati amevaa kisuruali kimemshika. Na hata kama kisichomshika. Wakati ni kijana ana kiduku kimepanda mpaka huko juu. Wakati amejichora matatu, wakati jana yake ametoka kutoa mimba. Alafu anakuambia na wapenda wote. Wanakuambia amina. Anakuambia nimeokoka nampenda Yesu. Hapana. Anasema mkinipenda mtashika amri zangu. Kwa hiyo unaposema nimeokoka nampenda Yesu unakuwa mtu anakuwa amedanganya. Amen. Maneno makali haya. Joto limepanda kidogo, tushushe. Amina. Sasa chakula kitamu ni kipi? Ni chenye moto au cha baridi? Tule chakula cha moto. Tule chakula cha moto ndio kitamu. Aya niambie, mtu akikupa chai ya moto akakupa na chai ya baridi, ipi tamu? Ya moto. Chakula cha moto ndio hiki. Na niambie ukweli, sio kusema kwamba mimi ninayosema labda ndio nimeashinda sana pale. Paulo anasema huku kujisifu kwangu kwenu. Paulo anajisifu inaonekana. Anasema inanilazimu nife kila siku. Yaani nisipokufa kila siku sina uwezo wa kujisifu. Maana tusipopambana kila siku hata haya tunayoyasema yatatushinda. Yatatushinda. Ndio nilikuwa nasoma ule mstari wa 10 ni mstari wa ajabu sana. Mstari wa 10, Yohana 15:10. Ni mstari mtu usome tena. Anasema hivi. Mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Sasa kuna watu wanaweza kukaa katika pendo la Kristo bila kuzishika amri za Kristo. Amri moja hapa ya Kristo nasema mwanamke asivae mavazi ya mwanaume na mwanaume asivae mavazi ya mwanamke. Amri moja hapa ya Kristo. Niambia kanisa ambalo halishiki hiyo amri linaniambia kwamba linampenda Kristo. Hapana, kanisa la uongo hilo. Amri moja hapa inasema simpi mwanamke ruhusa ya kuhubiri, kufundisha, lakini wanaenda wanaifanya. Wana upendo hao? Hapana, mkizishika amri zangu ndipo mtaweza kukaa katika pendo langu. Unajua lazima tuende katika maneno ya Mungu, tuyasome ndani kabisa, ndipo tutaelewa. Hebu niulize swali jingine tena. Kwa mfano haya maneno ambayo tunasoma hapa. Nani anaweza kusema sisi wenyewe hata mimi mwenyewe naye ongea. Hebu tushirikiane tujadili kwa pamoja. Nani anaweza kusema kwamba haya maelekezo ya Yesu ni magumu sana au kuyahubiri hivi ni vitu vigumu vitatufanya tuishi maisha ambayo yani hatuna raha. Ni nani anasema kwamba ni maneno magumu sana? Sio maneno magumu sana hata kidogo. Mimi nasema hata amri zake si ngumu. Lakini zipo. Hebu niwaambie sehemu yoyote duniani ambayo haina amri. Tanzania haina amri sheria. Barabarani hakuna amri. Ziko kibao. Sasa kule kwa nini zinaonekana? Lakini kwa Mungu hapana. Biblia inasema mkizishika amri zangu ndipo mtaweza kukaa katika pendo. Ndipo mtaweza kusema kwamba nawapenda. Lakini mtu anakuambia nawapenda wote. Hebu simama tuimbe kawimbo ka upendo. Ni uongo. Uongo. Na haiwezekani Biblia iseme hiki alafu kuwe kuna mbadala wa ukweli. Hapana, ukweli uko katika neno la Mungu. Anasema watakasi kwa lile neno lako ndio kweli tu. Anaendelea mstari ule wa 11. Anasema sikiliza mstari wa 11 nao ni mtamu sana. Anasema hayo nimewaambia ili furaha yangu ikawe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Unaposikia haya maneno haya tunayosema ambayo dunia hayataki, makanisa hayataki, ndipo furaha ya Kristo inatimia ndani yako. Ndio kulingana. Anasema haya maneno ambayo hayafurahishi wa Kristo definitely. Anasema ukishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Hayo maneno hayafurahishi wa Kristo, lakini Kristo anasema nimeyasema ili kusudi ile furaha ya Kristo ikae ndani yenu itimie. La sivyo usipoyasikia haya maneno furaha ya Kristo haiwezi katimia. Hem tusome ule mstari wa 11 tena. Anasema hivi. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu. Maana yake ilikuwa haitakuwepo unless tuyasikie hayo maneno
na furaha yenu itimizwe. Leo hii tuna maisha hayana furaha. Unaweza kuona kafuraha kwa dakika 2 alafu ukawa na majonzi na masikitiko usiku mzima. Amina. Ni maneno ya Kristo ni kutokusikia haya maneno ya Kristo. Na makanisa naweza nikasema kwamba hakuna kanisa linaanza kuchukua muda wa kutafakari mlango wa 15 wa kitabu cha Yohana wiki 4 mfululizo mwezi mzima. Nimeshindwa kuhama kabisa, bado niko mistari 11 ya kwanza. Hii wiki ya 3. Inafanya tu kulazimisha kusogea. Kwa maneno ya Kristo ni mazito. Anasema mlango ule wa 15 mstari wa 12. Hatutaki amri za Mungu. Mungu anasema nimewapa amri. Mstari wa 12 anasema hivi, amri yangu ndio hii. Mpendane. Na tumeona kwamba hakuna upendo nje ya kuzishika amri. Mpendane. Anaendelea. Na hii nitakuja kwenye maana yake halisi. Hii ni ndefu kidogo. Anasema kama nilivyowapenda ninyi. Unajua anasema mimi upendo naotaka uwe ni kama ule niliowapenda mimi. Huku mbele anakuja anasema hakuna mtu anaweza hakuna mtu mwenye upendo mkuu kama huo, mtu kutoa nafsi yake kwa ajili ya rafiki zake. Maana yake lazima tuwe na ule upendo wa kujitoa kwa ajili ya wengine. Leo hii hakuna kitu kinachotawala maisha ya Wakristo na makanisa na wachungaji wao kama ubinafsi. Kama ubinafsi kabisa. Yaani yuko radhi aende anyofoe kasenti ka yule na yule na yule ili kusudi ajirishe kitambi chake, alafu atoka aseme hakuna ibada bila sadaka. Na kitambi kimeenda mpaka huko. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa mwisho kabisa na mstari wa mwisho kabisa, anasema asiyempenda Yesu na alaaniwe. Biblia imeandikwa pale. Anasema maranatha. Hao watu ninaweza kusema walaaniwe na kimsingi wamelaaniwa. Kimsingi wamelaaniwa. Watu wanaenda wanajitengenezea mafundisho yao, wanakwepa ya Kristo na wanaibeba dunia, wanaipeleka kwenye moto wa maangamizi. Naongea kwa hisia kidogo kwa sababu niko katika ile maneno mazito ya Kristo. Hapa Kristo ndio amekoleza. Yaani kama unaendesha gari huko kwenye 150. Ni speed kali kweli kweli. Maka alianza kuhubiri, unakumbuka alianza wakati anawaoshaosha miguu mlango wa 13. Mlango wa 14 akawa anahubiri mambo ya upendo. Mlango wa 15 sasa ndo amekoleza. Lazima hapa lazima kweli roho ikudunde, usikie maneno mazito ya Kristo na yeye anashuhudia kwa mbinguni anaona. Uko katikati yetu vile. Anasema amri yangu ndio hii, mpendane kama leo hii kuna makanisa hayapendani. Watu wanakutanika kanisani hivi unaweza ukaenda kanisani kwenda kuonyesha mavazi yako juu yake ukafanya na upendo? Watu ndicho wanachofanya. Kabisa. Lazima twende kanisani kitu cha kwanza kwa hofu ya Mungu. Tukisha kuwa na hofu ya Mungu, Mungu anaachilia makusudi yake katika maisha yako. Baada ya hapo sasa, unajua wanasema huwezi kumpenda Mungu bila kumpenda wanadamu, lakini kimsingi kitu cha kwanza kinachoanza ni kumpenda Mungu ndio unakuja kuwapenda wanadamu na kuhakikishia. Ni vitu vinaenda mbele na nyuma. Ni kama mtu akuulize kati ya yai na kuku kipi kilianza. Yai inazaa kuku, kuku inazaa yai, yai inazaa kuku hivyo, lakini ukitafuta chanzo kabisa kuku lazima atangulie azae kuku, azae yai. Upendo tunaotakiwa kufanya katikati ya wanadamu kwa sababu ndio tunakutana nao unatokana kwanza na upendo wetu na Mungu. Na ndio sababu katika zile amri za Mungu anasema nawapa amri 2. Amri ya kwanza ndio hii. Cha kwanza si ndio kinaanza mpende Bwana Mungu wako. Hajawahi kusema mpende kwanza na jirani yako. Hapana. Anaanza na kile cha kwanza. Huwezi kumpenda jirani yako kama upendi Mungu. Asikudanganye mtu. Utakuwa ni upendo wa muda, utakuwa ni upendo wa kibinafsi, utakuwa upendo wa feki. Utakuwa upendo tu una kitu fulani unatafuta pale. Lakini lazima tumpende Mungu. Hem tuendelee kidogo hii mistari. Anasema mstari ule wa 10 na tatu anasema hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Unajua wewe ni kitu kingine tukijue nacho. Upendo naweza kaulinganisha ni ulinganisha na kitu kinaitwa elimu. Ni ulinganisha upendo na elimu. Vitu vya duniani vinafanana na vya mbinguni vingi.
Mtu aliyemaliza darasa la 7 huwezi kusema kwamba hajasoma, amesoma. Kwa sababu anajua kusoma. Kuna wengine anaandika vizuri kama kompyuta. Amemaliza darasa hata la 4. Amesoma. Lakini akienda kamaliza miaka 4 baadaye form 4 naye ni elimu lakini iko juu ya ile kidogo, si ndio? Ataongeza miwili pale form 5 na 6 nayo ni elimu lakini iko juu ya hizi za kwanza. Anaenda na chuo akasoma degree nzima au diploma nayo ni elimu lakini iko juu ya hizi za kwanza. Anaweza kapanda juu akaenda mpaka akapata uzamili nayo ni elimu lakini kwa hiyo kila kitu kina ngazi na upendo nao una ngazi. Kristo anasema katika upendo kuna ngazi za katikati na chini lakini hakuna upendo wa juu kuliko huu. Huu ndo wa mwisho yani hakuna ni elimu ya mwisho kabisa kama ni elimu. Ni wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kwa nake ndio ule upendo wa Kristo mwenyewe. Lakini upendo wa Kristo tunaweza kufanya hata sisi katika maisha yetu. Tunapoacha shughuli zetu siku za Jumamosi, siku za katikati, ukaacha mambo yako, ukafanya nini? Ukaenda kuwapa watu injili ya Kristo, ukawafungulia milango ya mbinguni. Huo ni upendo mkuu kuliko ule wa kuja mbele ukasema, "Jamani nawapenda wote," na kunyosha miguu. Wa uongo. Kwa hiyo na ule upendo huu wa kawaida wa kusema habari na kupendana na kusalimiana na ule ni upendo Mungu anautaka ujue. Ukikutana na jirani yako hata kama ulikuwa hujamwazia mazuri usiku lakini ukamwambia habari asubuhi. Huo nao ni upendo lakini ni upendo wa darasa la kwanza. Ndio dunia imeuzoea sasa. Lakini upendo wa Kristo ni ule wa juu. Anasema hakuna upendo mkuu kuliko wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Huo ndio wa juu. Maana kama kuna wa juu sana, kuna na wa chini sana, kuna na wa katikati. Amina. Kwa lazima tujifunze upendo wa kwanza ni ule uliotokana na mambo ya Mungu. Na neno la Mungu, na amri za Mungu. Alafu sasa unakuja kwa mfano kumsalimia mtu sio amri ya moja kwa moja. Ni vitu ambavyo vinatarajiwa katika jamii. Kimsingi kusalimiana ni amri ya jamii kuliko amri ya Mungu. Na kadhalika. Tunaweza tukaendelea sana huko. Anasema sasa huo mstari naomba tuukumbuke, mimi mwenyewe naupenda, ni mzito sana. Anasema hakuna upendo ulio mkuu. Kwa hiyo siku zote utakapokuwa unatafuta namna ya kuwapenda watu kwa kiwango cha juu, hebu angalia uko tayari kutoa uhai wako kwa ajili ya nafsi zao? Uko tayari kuacha mambo yako ukawapa injili? Kuacha wakati mwingine kupeleka injili, wakati mwingine unakutana na watu hata anaweza hata kukumwagia maji machafu. Anaweza hata kukata na panga eti. Anaweza akakutukana akakuumiza moyo ukamaliza wiki 3 hujarudi. Lakini haina tofauti na njia aliyoipitia Kristo katika kukomboa wewe na mimi. Tutaligusa hili somo huko mbele. Hem tulilinganisha na baadhi ya mistari na mtene Yohana Tusome 14 tumalize kile kipengele. Yohana 15:14 anasema hivi. Yohana 15:14 anasema ninyi sikiliza maneno ya ajabu sana. Anasema ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Unaona haya maneno yuko pale pale. Anasema mkizishika amri zangu mtakaa katika pendo langu. Yaani msipozishika amri hatuna upendo. Ndicho alichosema kwenye mstari wa 10. Mstari wa 14 anarudia anasema hivi, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamuruyo. Unadhani alikuwa anawaambia kina Petro hawaambia Wakristo wa leo? Sasa haya makanisa yanakuambia kwamba hatuna amri ya Kristo huyu. Huyu ndio Kristo wao huyu. Anarudia mara 5, mara 7, mara 10. Anasema ninyi mtakuwa rafiki zangu iwapo tu mtashika yale niliyowaamuru. Maneno aliyoamuru Kristo ni neno la Mungu. Ndio amri. Kuamuru ndio kuamrisha. Ndio amri hizo. Kuamuru ni tendo. Nomino yake ni amri. Lakini vyote ni kitu kimoja. Hatuko chini ya amri. Amina. Ndio sababu wanaweza kavunja kila amri ya Mungu. Wanavunja kila hizi tu. Sio wamejiaminisha. Alafu mtu anatoka hapa anaanza eti kupingana na maneno yangu haya. Wapo. Uje mtumishi Mungu unatakiwa ufundishwe maneno ya ajabu. Hakuna kabisa maana. Anasema mstari ule wa
5 anasema hivi. Mstari mzuri sana tukalili muhimu sana anasema hivi. Mstari muhimu sana anasema hivi. Siwaiti tena watumwa kwa maana watumwa hawajui kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake, lakini ninyi nimewaita rafiki kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa baba yangu nimewaarifu. Huo ni mstari mzito nao pia. Haya ni maneno Yohana 15 nzito kwa kweli. Karibu yote kila mstari. Anasema hivi, mimi na wewe tunapokuwa na Kristo kwa muda wa kutosha. Utaona inategemea ni kwa muda gani na usikivu kiasi gani. Unatoka kuitwa mtumwa leo hii tunaitana mtumishi mtumishi. Maana mtumishi na mtumwa ni kazi moja. Kwa sababu unatumikishwa. Lakini anasema kulingana na Kristo, sio mbaya kujiita hivyo. Lakini yeye hatuiti watumwa, anakuwa anatuita marafiki. Rafiki yako ni mtu ambaye ana kiwango cha juu, kimsingi mko kwenye usawa. Of course, hatakuwa sawa na Kristo kwa sababu ni Mungu, lakini ni mtu ambaye yani mnaaminiana. Mnaaminiana. Mtumwa anaweza kukaa kwenye kiti cha bwana yake? Hapana, ndio sio. Lakini rafiki anakaa kwenye kiti cha rafiki yake. Kwa hiyo anasema siwaiti tena. Maana yake anaposema tena, maana yake zamani tulipokutana nimefika umesikia injili na umefika kanisani, hamjasikia neno la Mungu, nilikuwa nawaita watumwa, mlikuwa watumwa tu, watu wa chini. Lakini anasema mmeshapanda cheo sasa hivi, ni marafiki. Na rafiki ana haki kuliko mtumwa hivi. Unatafuta haki mbele ya Kristo. Haki ya kwanza ni kusikilizwa na Kristo. Mwambie Bwana, hili swala linanisumbua, Baba naomba ulishughulikie. Kristo anasema nalishughulikia. Wakati mwingine hata subiri umwambie. Hata subiri umwambie. Anaendelea mstari ule wa 15 mzuri sana. Siwaiti tena watumwa. Anaendelea mstari wa 16 anasema mstari wa 16 ni wa kuwajibishana. Unajua lazima nisome Biblia tuielewe. Pamoja kwamba ni marafiki ndio, lakini sio wale marafiki kwamba wewe unakaa na mimi nakaa, hapana. Anasema bado mimi ni bosi wenu. Anasema ule urafiki wetu msidhani sasa kwamba tuko sawa, hatuna amri, hapana. Mimi bado ni bosi wenu. Mimi ndio niliyowachagua. Maana yake mimi ndio mwenye kushika kitu. Nyie mnakuja tu kwangu, lakini mimi ndio mwanzilishi. Ndio anasema mstari wa 16 anasema hivi, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo kwa jina la Baba awapeni. Unaona kwamba narudia, kuomba ni mpaka mmeshazaa matunda. Leo hii watu wanataka kwenda kumomba Mungu bila kuwa na tunda lolote. Jamani, naomba nisiwadanganye. Sitawadanganya kwamba utatoka hapa uanze kumwomba Mungu kila kitu. Sawa, Mungu wakati mwingine anatupa. Kwani unafikiri vitu vyote anavyotoa Mungu tunakuwa tumemwomba? Hapana. Nani amekumbuka kumwomba Mungu hii pumzi akatupa tukaipumua? Kuna watu wanapumu hawaweza kaipata. Iko imejaa lakini milango imefunga. Kuna vitu vingi Mungu anatupa bila kumuomba. Lakini tunapotaka yale mambo yanayotusumbua, yale mambo yanayotuhangaisha, Yesu ayajibu kama tunavyotaka. Anasema lazima tumzalie matunda yanayodumu. Maana yake tuwe marafiki, tumetembea na Kristo. Huo ndio kweli. Huo ndio kweli. Anasema mstari wa 8 sio mstari wa 8, mstari wa 17. Haya nawaamuru ninyi mpate kupendana. Anarudia pale pale. Aliona labda tuna tabia kusoma. Hem, tulinganisha maneno haya na kitabu cha Yohana wa kwanza. Tutasoma sehemu mbili na labda tutakuwa tunaweza tukafunga haya. Si kama tutaweza kufunga mara moja. Yohana wa kwanza 3:3 anasema hivi. Yohana wa kwanza 5:3. Yohana wa kwanza 5:3 anasema hivi. Sikiza maneno ya Mungu. Yohana wa kwanza 5, ile sura ya mwisho ya Yohana wa kwanza 5 mstari wa 3 anasema hivi. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake, wala amri zake sio nzito. Msikiza maneno. Maana yake huku ndiko kumpenda Mungu. Maana yake kwa lugha ya Kiingereza inaitwa definition. Hiyo ni definition.
definition ya kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake. Haya niulize. Haya makanisa yanayohubiri upendo, alafu anakuambia hawana amri za Mungu. Wanampenda Mungu? Tuseme ndio au hapana? Wanampenda Mungu? Anasema huku ndiko kumpenda Mungu. Kwamba tuzishike amri zake. Maana unajua wakati mwingine neno la Mungu anatujua kwamba sisi ni madhaifu. Yamkini anaweza katuambia akajua tusisikie tusielewe. Anatafuta maneno mafupi yasiyo na maana zaidi ya moja ili kusudi yaweze kuwa msaada kuyaelewa bila hata kuhubiriwa na mtu. Ukiusoma huu mstari unahitaji kuhubiriwa, anasema huku ndiko kumpenda Mungu kwamba tuzishike amri zake. Sehemu nyingine anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Sehemu nyingine anasema mtu asiyenipenda hazishiki amri zangu. Anazidharau. Anasema hazipo. Na amri za Mungu nini? Neno lote la Mungu. Anaendelea Yohana wa kwanza mlango wa turudi kushoto kidogo. Yohana wa kwanza 3:16 anasema hivi. Yohana wa kwanza 3:16 na tutakuwa tunaelekea kufunga. Anasema hivi, katika hili tumelifahamu pendo kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kuutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Mstari wa 17. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Anaenda katika uhalisia. Anasema mtu anasema nampenda Mungu. Anawapenda watu. Alafu anamwona mtu mwenye uhitaji. Ndani ya makanisa haya. Alafu anazuilia mahitaji yake hawa watu wengine asiwafikirie. Anasema sasa huo upendo uko wapi? Anaenda katika uhalisia. Upendo wa leo uliojaa makanisani ni wa maneno. Anawapenda. Basi ndio imeishia hapo. Tumeona upendo umeshikana na kuzishika amri za Mungu. Upendo ni wa vitendo, sio wa kunena kutamka. Tunaona upendo pia ni una hatua, kuna upendo mkuu na upendo mdogo. Lazima tujue na zote tuzipitie. Kwa mfano mtu anayeishi katika upendo mdogo tu anasema kumsalimia ndugu yako sawa. Lakini anasema hiyo haitoshi. Ni sana mtu anaridhika labda kuishia darasa la pili. Kwani asiende la 4? Kwani asiende la 6? Lazima tufike ule upendo mkuu. Na ameusema katika mstari sina muda wa kurudia. Mstari huu unaosoma. Mstari wa 18. Anasema watoto wadogo sikiliza neno anasema watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi bali kwa tendo na kweli. Haona hilo? Lazima tuwe na tabia. Najua hili ni swala sio rahisi sana lakini na kuhakikisha neno la Mungu wali naumba mambo ndani yetu. Hata kile kitu unaona ukiwezi. Lazima ukiona huna kitu unachompendea yule unachomtendea yule unasema unampenda, ujue humpendi. Of course sio kila mtu anahitaji kitu hatuhitaji sawa sawa. Kuna watu wengine wanahitaji maneno ya faraja. Kuna watu wengine wanahitaji kujuliwa. Kuna mtu mwingine anahitaji kumuona akiwa hospitali. Maana kwa mfano kama mtu mwaka mzima hajaugua. Huwezi kusema kwamba hujampenda kwa sababu hujaenda kwenda hospitali. Kwa sababu hakuhitaji upendo, hakuwa ameenda hospitali. Lakini siku akienda, mfika umuone, msaidie, mpe chakula, mpe faraja, huo ndio upendo, nao ni ule mdogo, kuna mwingine mkubwa juu yake zaidi. Anasema watoto wadogo, anatoa watoto wadogo. Mungu anatoa kwa watoto wake. Hata kama umezeka kiasi gani. Anasema tusipende kwa maneno. Leo hii makanisani wanapenda kwa maneno tu basi. Kwa hiyo tujifunze, najua sio jambo rahisi sana kulishika kila wakati, lakini katika basi kufunga Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo sitaenda huko 24:10 inasema katika siku za mwisho upendo wa wengi utapoa. Tunaishi katika kipindi cha siku za mwisho. Kwa hiyo upendo umepoa, umebaki midomoni, lakini katika maisha ya kila siku upendo wa wanadamu mstari wa Timotheo wa pili mlango wa 3:1 na 2 anasema katika siku za mwisho watu watakuwa wakujipenda wenyewe. Kwa hiyo leo hii watu wanahubiri upendo na ndio limeshakuwa ndio kama somo lao kuu, lakini hawana wanachokifanya. Yaani liko kwenye midomo tu.
Midomo peke yake. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe. Basi tutaishia hapa leo. Wiki ijayo tutaanzia mstari wa 15, sijui kama tutaweza kumaliza lakini lazima tumalize kwa sababu zaidi ya wiki 4 ndani ya sura moja. Lakini tunajifunza. Hawezi kusema kwamba tunakaa sana tu hivi. Tunajifunza, tutaishia hapa. Mungu Baba mbinguni tunakushukuru kwa mema na fadhili zako. Asante kwa neno lako hili. Asante kwa kusanyiko lako Mungu. Hapa tufundishe kukupenda lakini tufundishe kupendana sisi kwa sisi mfano. Naomba maneno haya Mungu ni maneno ya kweli, basi yasipotee, yasidondoke katika mawe na miamba, basi yadondoke Mungu katika mioyo na ukatutie nguvu tukaweze kuyaishi. Mungu tunakushukuru kwa kutupenda wakati wote huu na kusanyiko hili. Naomba uwe pamoja nasi katika pindi vinavyoendelea. Mungu tunasema asante katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amini tunakupokea. Amen.